Yes, bana, karibu sana mwana michezo, tuziangaze taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinaendelea kuchukua nafasi, kikiwa ni kipindi cha usajili wa ligi kuu soka Tanzania bara. Breaking news: klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba hatimaye imemaliza usajili wake hii leo mara baada ya kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa Colombe Sport ya Kameruni, raia wa Kongo ambaye anaitwa Ino Jospin Loemba mwenye umri wa miaka 21. Klabu ya Simba inasa saini ya kiungo mshambuliaji huyo mara baada ya kutimiza sasa ahadi ambayo wameiweka kwenye hili dirisha dogo la usajili. Ino Jospin Loemba ni pio namba 10 ambaye amejiunga na Simba kwa mkataba wa miaka miwili, lakini ikumbukwe Ino ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza virabu mbalimbali barani Afrika, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana vipaji vikubwa sana kwenye miguu yake. Tunazungumzia ile football yake, ni miongoni mwa wachezaji ambao wana performance nzuri sana uwanjani. Lakini ikumbukwe mapema hii leo msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali aliibuka na kusema kwamba Ino ni miongoni mwa usajili ambao ni ile ahadi ya Jairut ambayo aliiweka, kusema kwamba Jairut tunajua alitoa ahadi ya kununua basi jipya katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tayari alionyesha basi jipya kwamba lipo tayari na muda wowote Februari hii litakuja katika ardhi ya Tanzania, lakini alitoa ahadi nyingine ya mchezaji. Kwa hiyo ile ahadi ya mchezaji wa Jairut basi ni Ino Loemba, raia wa Kongo, namba 10 ambaye ana performance nzuri sana, lakini pia ni miongoni mwa namba 10 ambaye anajua mpira kwa hivi sasa. Kwa hiyo Jairut amemaliza ahadi ambayo aliiweka katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, basi tayari amenunua, lakini pia Jairut ametimiza ahadi ya mchezaji ambaye alitaka kumsajili ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ino Loemba ni miongoni mwa namba 10 ambaye anakwenda kuchukua namba ndani ya kikosi cha Simba, na hii imekuja mara baada ya kuondoka Jean Charles Ahoua ndani ya kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Ino Loemba anakwenda kukutana namba 10 ambaye ni Clatous Chota Chama ndani ya kikosi cha Simba, lakini pia anaongezeka Loemba ndani ya kikosi hiko. Kwa hiyo Loemba kumbukwa ni miongoni mwa vijana wadogo sana, akiwa na umri wa miaka 21, raia wa DRC Congo. Kwa hiyo anakwenda kukutana na ushindani wa namba, anakwenda kubiti na Clatous Chota Chama. Kwa hiyo Simba wamekamilisha usajili wa dirisha dogo msimu huu 2025 2026. Kwa hiyo Loemba amekwenda kufunga dirisha la usajili kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kumbuka katika ile ahadi ambayo aliiweka Jairut ndani ya Simba ni kwamba mchezaji huyo ambaye atamsajili atakuwa ni kipenzi cha mashabiki. Je, Loemba ni kipenzi cha mashabiki kama ilivyo awali ama kama ilivyokubaliana? Hilo ni jambo ambalo kila mshabiki wa Simba anajiuliza. Kumbuka kipenzi cha mashabiki ama mchezaji ambaye alikuwa ni kipenzi cha mashabiki walikuwa wanatamani kumuona Faisal Salum ndani ya kikosi cha Simba, lakini je, Loemba ni miongoni mwa wachezaji ambao wana Simba watawapenda? Tutakwenda kuona uwanjani atakwenda kudeliver nini ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini je, ni pendekezo la kocha Steve Baka ndani ya klabu hiyo? Yamekuwa ni maswali mengi ambayo kila mtu amekuwa anajiuliza. Je, kwa namna ambavyo sajili hizi za Simba ambazo zimefanyika, unaiona ni Simba ya aina gani kwenye huu msimu wa 2026? Kumbukwe Loemba ndiye ambaye amefunga usajili ndani ya kikosi hiko, lakini Simba walimtambulisha mchezaji wa kwanza kabisa Libas Again ndani ya kikosi hiko, lakini pia ameongezeka Clatous Chota Chama mchezaji wa pili, lakini pia Ancent Oura kutokea raia wa Ivory Coast huyo mchezaji wa 3, lakini pia ameongezeka Nixon Kibabage ndani ya kikosi cha Simba mchezaji wa 4 huyo, lakini pia anaenda kuongezeka na Loemba akiwa ni mchezaji wa 5. Lakini pia wapo wachezaji mbalimbali ambao wamejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ukiangalia idadi ya wachezaji ambao wamejiunga na Simba kwenye hili dirisha dogo la usajili almost ni kama wachezaji wa 5
lakini ni almost ni kama wachezaji 6 tukimhesabia na golikipa Kasal. Kwa hiyo tunamhesabia Nixon Kibabage, lakini Clatous Chota Chama, Libasi Age, lakini Innocent Aura, lakini pia tunamzungumzia Kasal, lakini pia tunamzungumzia Loemba, miongoni mwa namba 10 bora kabisa ambao wamejiunga ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Jairuti bwana hana deni na Simba. Jairuti ametimiza zile ahadi ambazo wana Simba walikuwa wanazihitaji. Je, sasa ni kazi ya Simba kwenda kufuzu robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa wachezaji hao ambao wamewasajili Simba, unawaona Simba wakienda kufuzu robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ni jambo la kusubiria na kuona. Lakini kumbuke kesho ikiwa ni Alhamis ya Januari 29, mnyama Simba yupo uwanjani, mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwenda kuminyana na wazee wa mapigo na mwendo, na wazungumzia Mashujaa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam. Mashujaa ataalikwa na wekundu wa Msimbazi Simba, mnyama Simba akiwa yupo nyumbani, akiwa yupo katika dimba lake la nyumbani. Lakini kumbukwa mchezo wa mwisho kwa upande wa Simba ni ule mchezo ambao umemalizika kwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar katika uwanja huo wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuyo. Je, wazee wa mapigo na mwendo, kesho ni nini ambacho kitatokea dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba? Ni jambo la kusubiria na kuona. Je, Loemba utakuwa ni mchezo wake wa kwanza hiyo kesho? Ni jambo la kusubiria na kuona. Hadi wakati mwingine, mtazamaji wa Singano Media.